Huu mwongozo lengo lake kubwa ni kumwezesha kiongozi wa dini aweze kuwa na sehemu ya kurejea pindi anapokuwa na nafasi ya kuiasa jamii au waumini kuhusiana na masuala ya lishe, au na sehemu ya kurejea ili kusudi ujumbe anaotoa kwa jamii uwe ni ujumbe wa lishe ambao kwanza ni sahihi, lakini pia haukinzani na miongozo ya serikali, lakini pia utakuwa ni ujumbe ambao basi kama jamii itaupokea na kukubali, basi itakuwa ni jamii ambayo itakuwa imekaa vizuri zaidi katika hali ya kiafya, kwa sababu nchi yetu tayari inakabiliwa na changamoto ya lishe pungufu, kwa mfano udumavu, ukondefu, lakini pia upungufu wa vitamini na madini. Hii tunaita njaa iliyofichika. Jamii yetu pia inakabiliwa na changamoto hiyo. Hapa Mbeya vyakula ni vingi, lakini swala la lishe limekuwa pia ni changamoto. Kwa hiyo Wizara ya Afya ikaona umuhimu wa kuandaa mwongozo ambao utakuwa ni unaongoza kwa maana ya Tanzania nzima, sio kwa ajili ya Mbeya tu, lakini kwa bahati nzuri tumeanzia Mbeya kwa leo. Na huu mwongozo tulianza nao toka mwaka 2023 ambapo tulikutanisha viongozi wa dini tukishirikiana na Wizara ya Afya na mkoa, lakini pia na halmashauri kuweza kuandaa kwa ajili ya kuwaongoza kwa maana ya kutoa elimu kwenye jamii kuhusiana na masuala ya lishe. Tunavyojua kwa hapa Mbeya makanisa ni mengi, lakini tuna dini nyingi. Kwa hiyo viongozi wa dini ni watu sahihi na ni watu muhimu ambao wanaweza kufikisha elimu hii kwenye jamii na jamii ikawasikia na ikaweza kutekeleza kwa ari na kasi inayotakiwa, kwa sababu tunaona jamii tunayoiongoza kule nje, bimaana misikitini na kwingineko, watu wamedumaa. Wasipopata afya ya lishe wanadumaa ubongo, wanadumaa akili, wanadumaa hata uwezo wa kutafakari. Kwa hiyo kwetu sisi tukilisimamia swala la lishe, tutapata afya bora kwa wale tunaokuwa tunazungumza, na yale maandiko ya Mwenyezi Mungu tunavyokuwa tunayasema yanakuwa yanaenda sawa sawa, kwa sababu mtu anakuwa ameshapata lishe bora. Swala la lishe ni changamoto kubwa. Sisi kama mkoa wa Mbeya pia ni moja ya mkoa ambao unazalisha chakula, lakini tuna changamoto kubwa ya lishe. Eneo la udumavu kwetu ni changamoto. Pamoja na kuwa tuna chakula kingi, lakini bado eneo la ulishaji wa chakula ni changamoto. Lakini mwongozo umetuongoza vizuri kabisa. Umetupa mlo kamili. Tunaona pale tuna makundi 6 ya vyakula ambayo tunatakiwa tuweze kuyabalance wakati tunakula. Katika ujauzito tuna siku 1000, kwa maana tangia mtoto anatungwa mpaka anakuwa mpaka anafikisha miaka 2, kwa maana kuhakikisha ubongo wake na maeneo yote ya mwili yanakamilika, ni vema akapata lishe bora. Na hii lishe bora haianzi kwa mtoto, tunaanzia kwa mama mjamzito mpaka mtoto anapofikisha miaka 2, ni lazima awe na lishe bora. Kwa mama mjamzito asiyekuwa na lishe bora kwetu sisi ni changamoto, kwa sababu anaweza akapitia changamoto za kupata mtoto, akajifungua mtoto mwenye chini ya kilo 2, lakini anaweza akapoteza mtoto au akajifungua mtoto njiti ambaye hajakamilika. Lakini ni changamoto nyingine inaweza ikapelekea akapata upungufu wa damu, lakini akapata magonjwa mengine au mwili ukadhoofu. Kwa hiyo pindi anapokuwa katika hizi changamoto, tutegemee kupata mtoto ambaye ana lishe isiyo bora. Kwa na mtoto atakayezaliwa pia atatoka akiwa na changamoto. Kwa ni vema tukahakikisha kwamba mwongozo huu uweze kutusaidia katika elimu tangu mama mjamzito mpaka mtoto anazaliwa. Mwongozo huu pia utatusaidia sisi kama viongozi wa dini kujua ni jinsi gani tutatoa elimu bora kwa mama ambaye ananyonyesha, aweze kunyonyesha mtoto wake kwa miezi yote 6 bila kupewa kitu chochote, na mama akiwa anapata lishe bora, maziwa yanaongezeka na yeye afya yake inaimarika, yeye pamoja na mtoto tunawakinga na magonjwa mbalimbali. Tusipozingatia mafunzo, malezi na makuzi, tutapata vijana ambao sio imara, wenye afya isiyo bora, lakini wasiokuwa na kinga. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi
mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.